السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, insha Allah katika siku hii ya leo, hebu twende tukatazame jina ambalo litakalo kusababisha wewe uweze kujibiwa dua zako kwa haraka zaidi. Wapo watu wakifanya dua zao zinakuwa si zenye kujibiwa kwa haraka. Sasa inawezekana pengine ukawa uko mbali na Allah, au ukawa kuna yapo mambo ambayo yanakufanya Mwenyezi Mungu asikupokelee haraka dua zako. Lakini kadhalika pia inawezekana kuna ushawishi ambao umeuacha, ambao ushawishi huo ukiutumia mbele ya Mola wako, basi Mungu atakwenda kukujibu majibu ya dua zako kwa haraka sana. Sasa hebu leo twende tukaangalie kishawishi ambacho kinakwenda mbele ya Mola wako, ambacho mwenyewe Mungu anakiridhia na anatamani watu wayafanye hayo ili yeye aweze kuwajibu na kuamini kwamba wana mahaba ya dhati na ya kweli, na kuweza kuwapa kile ambacho wanachokiomba katika masiku yote. Na biidhnillahil karim, katika siku hii ya leo tunakwenda kulisoma jina As-Salam. As-Salam ni moja kati ya majina ya Mwenyezi Mungu. Ni jina hili la 6. Ismu Salam ni jina la 6 katika mrorongo wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hili jina As-Salam ni jina kubwa sana ndugu zangu, ni jina zito lenye mantiki kubwa, lakini uzito wake na herufi zake, aidha uzito unakuwa ni 131. Tukichukua neno sin tunapata 60, tukichukua neno lam tunapata 30, tukichukua neno mim tunapata 40. Jumla yake tunaita salam, ambaye ni 131. Hii 131 siri yake sasa. Kwanza aya hii, jina hili limeandikwa katika aya ya Qur'ani, ambayo aya hiyo inapatikana katika sura hii ambayo tuliyokuwa tumetoka kuitaja, sura ya 59 aya nambari 23, ambayo inasema aya hii: wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salamu. Hapo katika as-salamu ndilo jina as-salamu limepatikania hapo. Sasa basi, maana ya jina hili ni mwenye amani, yani amesalimika, na ni mwenye kusalimisha waja wake, waja wema na hata waovu Mwenyezi Mungu huwasalimisha. Malipo ni siku ya Kiyama. Ndio maana leo utakuta mtu linafanya maasi, jitu linafanya ujinga, lakini Mungu analipa riziki tu. Mungu anakusubiri wewe siku ya Kiyama. Sasa basi, hebu twende tukaendelee kuisoma maelekezo na mafundisho ya aya hii, aidha mafundisho ya jina hili Ismu Salam. Hili jina la As-Salam linatumika vipi insha Allah biidhnillahil karim. Sasa hebu twende tukatazame kazi zake. Ili dua yako ipate kujibiwa unayoiomba, unatakiwa uitumie sana jina hili la Ismu Salam. Ismu Salam linahusika katika kukufanyia sahali, kukurekebishia mipango yako, dua zako zipate kuwa ni zenye kujibiwa kwa haraka zaidi. Sasa basi, nini cha kufanya? Cha kufanya ni kwamba ili dua zako zijibiwe haraka, kwa yoyote ambaye anahitaji Mwenyezi Mungu amtengenezee kujibiwa kwa dua yake, yani kila analoliomba Mungu amtekelezee, Mungu amsikilize, basi asome ya salam, ya salam mara 131
kila baada ya swala. Basi kwa kufanya hivyo utafurahia majibu ya maombi yako utakayokuwa unayaomba. Utakuwa unasema tu ya salam ya salam mara 131. Ukishamaliza kusoma ya salam 131, msalie mtume mara 11. Kisha fanya istighfari mara 11. Afu kitoka hapo umemaliza. Swala nyingine tena fanya hivyo hivyo. Swala nyingine tena fanya hivyo hivyo. Fanya kwa muda wa siku 21 au zaidi ya hapo. Basi siku yoyote utakaponyanyua mikono kumuomba Mungu, sio lazima hata kama uweke dua, labda uwe na dua fulani, unaweza tu kanyanyua mikono kumwambia ya Rabbi na kuomba niepushe na kitu hichi. Basi alafu kashangaa umepata sahali na umesikilizwa na umeepushwa. Au kanyanyua mikono kumwambia ya Rabbi na kuomba nifanyie hichi na hichi, na hapo hapo kastaajabu kitu chako kimekwenda safi na salama. Hiyo ndiyo jina la As-Salam, jina ambalo linasoma mara 131. Jina zuri sana, jina kubwa, ni katika majina ya Allah ambayo yanategemewa sana na mawali wa Allah. Kitu kingine ambacho kinaweza kukidhiwa vizuri na jina hili ni kuondoa wasiwasi. Jina lililopita mwanzo tumefundisha lile Al-Quddus pia linatoa wasiwasi, lakini pia As-Salam na lenyewe pia linatoa wasiwasi. Kwa mtu mwenye wasiwasi sana, mwenye mashaka sana, hajiamini, basi andika jina hili katika sinia kwa kutumia wino wa zaafarani, au andika jina hili kwenye karatasi nyeupe na utaandika mara 66. Yani lile As-Salam As-Salam andika mara 66. Kisha baada ya kuandika utasomea majina haya ulioandika mara 131 kwa kuanza na moja, yani 131 utaanza idadi ndogo mpaka kuja idadi kubwa. Maana yake utasema As-Salam mara 1. Alafu kisha utamsalia mtume mara 11. Jambo la pili, utakuja kusoma mara 30 As-Salam. Alafu utamsalia mtume mara 11. Kisha utasoma tena mara 100 ambayo itakuwa ni 131. Alafu utamsalia tena mtume mara 11. Ukimaliza ziloweka karatasi yako ulioandika, au tia maji kwenye chombo ulichokiandika, kisha mwaga maji, maandiko yote utakuwa unayavuruga. Sasa unayavuruga, alafu yakishashika lile kombe limekaa sawa sawa, utakuwa unakunywa kombe lako na kujipaka mpaka yaishe kwa muda wowote, mpaka maji yaishe. Yani utajipaka asubuhi na jioni. Asubuhi wakati unatoka kwenye mishemishe zako, na jioni wakati unarudi kwa ajili ya kujiandaa na kulala, utajipaka maji yale pamoja na kunywa. Kwa kuyafanya haya, basi yatakwenda kukuondoshea kama ulikuwa una wasiwasi, wewe ni muoga, unaogopa, basi inshallah wasiwasi wote utakwenda kukuisha na utakuwa safi kabisa na salama. Inshallah hichi ambacho leo tumekufundisha muda huu wa sasa, tumekiandika katika kitabu chetu cha majina 30 ya Mungu, na sio hichi tu peke yake, bali vyote ambavyo tumekufundisha katika majina ya Allah 30 yote tumeandika katika kitabu chetu, ambacho kitabu hichi tumekiita majina 30 ya Mungu. Inshallah na kuomba nenda kakitumie kitabu hichi ambacho tutakutumia kwa njia za WhatsApp. Kwa yoyote anayekihitajia, utatuma sadaka yako ya shilingi 15,000. Kisha baada ya hapo tutakutumia na sisi kwenye WhatsApp. Ukipenda kuprint, ukipenda kuendelea kusoma hivyo hivyo tu katika simu, yote na yote hayana shaka. Tumia ilmu hii iweze kukufaa katika maisha yako insha Allah. Mwisho kabisa niseme, wewe ambaye bado hauja subscribe katika channel yetu, usiache kubonyeza alama ya kusubscribe, usiache kucomment inshallah, lakini pia kushare ili na ndugu zako pia wapate kujifunza
nawe udhili kupata thawabu insha Allah. Kufikia hapo ulikuwa nami ndugu yako Muhammad Kundia, wal afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.